꯫ unapoandaa mahandaki unajitengeneza kimazingira, unajitengeneza kiakili, unajitengeneza kimawazo. Amen. Biblia inasema mkono wa Bwana ukaja juu yake, na akamwambia mkajaze bonde hili mahandaki. Yaani bonde hili mkalijaze mitaro, bonde hili mkajaze mashimo. Amen. Hamtaona mvua, hamtaona upepo, lakini Mungu atajaza maji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtakunywa nyinyi na mifugo yenu, na hao maadui wenu Mungu ataweka mikononi mwenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahandaki ni kujiandaa katika maisha. Amina. Amina. Ndiposa nikasema neno langu la leo halitaendana kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Jua lilikuwa kali jangwani, na wanaambiwa nyinyi chimbeni tu mitaro, maji yatajaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anataka afungue kibanda, anaogopa sababu ya pesa. Sasa jenga kibanda kama kuna nafasi, wewe jenga kibanda kwanza. Mengine yataletwa hapo. Chimba handaki. Weka handaki, mengine yatakuja ndani ya kibanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba sio wasomi ndio wenye kubarikiwa. Sisemi kwamba hii kazi ni wasomi. Watu wana apply kazi, wewe nayo fuata humo ndani. Fuata humo ndani, humo ndani. Wewe weka handaki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upepo hautauona, lakini utaona maji yamejaa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna wakati mzuri wa kijana aliyekomaa kwa kuoa. Wengine ni uoga. Na tunaposubiri wakati mzuri tunachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa anza kuandaa mipango yako ya harusi. Anza kuandaa kwa akili yako. Tengeneza kitu katika akili yako. Anza kutengeneza mahandaki. Unapotengeneza mahandaki, mchumba kutoka kwa Mungu atakuja, na watakaosimama nawe Mungu atawaleta. Nataka utengeneze mahandaki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tengeneza mahandaki kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisubiri tuongeze mshahara ndio tujenge, hatujenge. Hadi unakata. Unasikia nimeongeza sijui ni sasa, nimeongeza hiki. Bwana Yesu asifiwe. Zinapungua huko na huko. Kwa kile kidogo ulicho nacho, anza kuchimba nacho mahandaki. Bwana naye atakuja, ataleta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtumishi mmoja alitangaza ujenzi. Ni hapa Marekani, si mbali. Alitangaza ujenzi akasema kwamba nataka tujenge kanisa kubwa hapa. Kwa hivyo siku ya Tuesday kila mshirika aje na jembe tutengeneze msingi mtano. Washirika wakaja. Walikuja wengi mpaka sasa na washirika. Wakaja wengi wakachimba msingi wakamaliza. Akawaambia umechimba msingi yeye. Mahali umechimba wewe ndio ujiulize nini utaweka hapa. Maana kanisa lisimame. Maana yake kwamba sasa utafute bao uweke hapa. Amen. Kawaambia mmechimba ndio, sawa. Sasa hayo ni mahandaki mmetengeneza. Mfikirie, mwende mfikirie. Sisi tufanye mchango na mimi sijengi, sina pesa. Wewe uliochimba tafuta cha kuweka hapo. Kama unaona hautapata, kalifanya nini? Ziba shimo lako, kalijaze mchanga tena. Nifukie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hizi kanisa limesimama kwa Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisa hapa Marekani kanisa kubwa. Walichimba mahandaki kwa imani na wakaweka jiwe kwa imani, jengo limesimama. Amen. Na inajenga watu imani wanapoingia hapa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati wa kutengeneza mahandaki katika maisha. Mhubiri mlango wa 11 mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Mlango wa 11 mstari wa 4 hadi wa 5 tasoma. Mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye ayatazamaye mawingu hatavuna. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye
mambo yote. Mungu akubariki. Amen. Biblia inasema kwamba anayeangalia upepo hawezi akapaa. Anayesubiri, ya Kiingereza nilisoma Biblia ya Kiingereza inasema kwamba anayesubiri perfect time hawezi akapaa. Amen. Hutapanda sababu unasubiri muda kamili. Hutapanda maana unasubiri pesa kiasi fulani. Hutapanda maana unataka mtaji kiasi fulani. Hutapanda maana unataka watu hesabu fulani. Amen. Kwa ukitazama upepo hautapanda. Na ukiangalia haya mawingu hautavuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na inasema kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwa mjamzito, kadhalika hujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Amen. Mstari wa 5, mtoto anazaliwa akiwa na mifupa. Imetoka wapi? Na mfupa mama haukuvunjika. Kwa wewe vile hujui vile Mungu anafanya mifupa kwa mikono ya mtoto tumboni, mifupa kwa miguu, kale kamfupa ka kichwa, vile Mungu anaongeza mifupa katika tumbo mtoto akiwa tumboni, wewe hujui. Hivyo njia ya upepo na njia ya Mungu huwezi kujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi kazi yetu tuweke mahandaki. Sisi kazi yetu ni tuandae. Tunapoandaa, Mungu atapita katika njia ile. Amen. Mungu ataleta upepo kwa njia yake. Sisi hatujui. Amen. Ndio nabii akawaambia, hamtaona upepo, lakini kazi hii ni nyepesi sana machoni pa Mungu. Amen. Hao waliona ni nzito. Maana kuna vitu katika akili yetu tunaona ni vizito. Kuna mambo katika akili yamekuwa mazito. Kuna fikra zimelemewa, tumejaa na stress, nianzeje, nimalizeje au nitajibu nini watu. Lakini kwa Mungu hili jambo si nzito. Amen. Pesi sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye anasema wewe tengeneza mahandaki. Walifika katika bonde. Biblia inasema bonde. Na kuna mahali anasema kwamba nipitapo katika bonde na uvuli wa mauti. Kitu cha kwanza, mauti kama haija kupata ni kivuli. Uvuli wa mauti. Unaweza kuogopa kifo kubwa na kuogopa kivuli chake. Amen. Kabla kifo kitakupata ni kivuli. Kwa ninapopita katika kile kivuli, ile bonde ambalo limejaa kivuli cha mauti, sitaogopa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna sehemu moja tukisafiri tukienda huko town, wewe unatokea ajali nyingi sana inaitwa bonde. Mwenye ufahamu akifika hapa anaanza kuomba Mungu, Baba naomba hapa mimi nipite salama. Maana ndio hapa kuna uvuli hapa. Mungu hapa naomba nipite salama. Mungu wewe pamoja naye. Maana anajua mahali alipo kuna uvuli wa nini? Wa mauti. Kuna spirit ya kifo inatawala pale. Kuna kivuli cha mauti kinatembea pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa walipokuwa katika bonde, waliona kivuli cha mauti. Wakati wanataka kufa na mwingine anaona tukipata mtu wa Mungu tutakuwa tuko salama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. That's why tunashuhudia watu wengine, mtu anakuwa mgonjwa hadi anaambiwa ugonjwa huu ukienda kule kwetu kuna nabii. Mjakazi anaambia mtu, jemedari mmoja, amen, ugonjwa huu ukienda kwa pastor wetu au laiti ungekuwa kule kwetu ugonjwa huu ungekuondokea. Amina. Wakati watu wanaona kudharauliwa, wanaona kifo, mwingine anaona ushuhuda na uzima katika jambo lile. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika macho yako unaona nini? Ndio Mungu anajaribu mtu mmoja, anamwambia unataka kuona wapi? Ndio. Unaona nini? Anasema naona mti wa mlozi hivi, naona mti. Kumwambia sawa, kwa sababu umeona vizuri. Mungu alikuwa anajaribu macho yako. Unataka kuona nini? Utaona vitu vyangu. Pia kama unachaka mti hapo. Yule pia. Ni nini unaona hapo? Akamwambia naona. Mungu akamwambia unaona vizuri. Akawa amepita hita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye akawa nabii. Kwa unaona nini katika bonde? Kumtafuta mtumishi wa Mungu, kutafuta mkono wa Mungu, au unaona kifo na mauti katika bonde? Wakati wa katika bonde unaona nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tunaambiana kwamba kuna kiongozi mmoja kwa jina. Sasa watu wanasema kwa serikali yake hii hawezi kaoa vitu viko juu. Polisi walioa huko, wakina Emmanuel walioa huko kwa serikali ya huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanasema kwa serikali ya huyu huwezi ukajenga.
Hapo mahali naishi hapo watu wanamwaga michanga bila kupika. Wanajenga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanasema kwa serikali ya huyu huwezi kuwa na watoto wawili shuleni. Sasa hizi mtu anaangaika utafutia mtoto university na kuna wengine watatu secondary. Kwa nini? Huyu katika bonde anaona kufanikiwa. Amen. Anaona kufanikiwa akiwa katika bonde, lakini watu wengine wanaona mauti akiwa katika bonde. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni wakati tuandae mahandaki. Tunapoandaa mahandaki, unajitengeneza kimazingira, unajitengeneza kiakili, unajitengeneza kimawazo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio naona kwamba watoto wanakuanga na ndoto nzuri kwa wazazi, lakini wazazi hatufuatilii ndoto na maono. Ndege ikipita juu anasema ndege ya baba, ndege ya dadi. Baba afikiria hata anakuambia toka hapa kai. Gari ikipita mtu yuko hapa, gari ya dadi, ana maono. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hadithi tunapea toka hapa tunapiga kelele. Tumezoea kupiga shortcut, tufika pale, mwanangu sulibwaga mbele huko. Lift tayari hii. Lakini yale maono ya watoto hatuyaoni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio unaona kwamba maandaki watoto wengine wanatengeneza, lakini wazazi wanasema hebu zima hili shimo. Nafanya mtu anguke hapo ndani ya kujike mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunahitaji watu wenye maono. Tunahitaji watu ambao watafanya katika lile bonde tupate mahandaki. Amen. Ukiendelea kusoma msomaji kitabu cha Wafalme, tuone Mungu alifanya nini. Anzia 18. Hiyo tatu. Nitasoma. Na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana. Pia atawatia wa Moabu mikononi mwenu. Nanyi mtapiga kila mji wenye boma na kila mji ulio mzuri na kila mti mwema mtaukata. Na chemichemi zote za maji mtaziziba, na kila mahali palipo pema mtapaharibu kwa mawe. Ikawa asubuhi, wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama, maji yakaja kwa njia ya Edomu, hata nchi ikajaa maji. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilipofika asubuhi, wakati wa kutoa sadaka ya unga, maji yakaja. Hayakuja usiku kama wamelala. Yalikuja asubuhi, wakati wataka kutoa sadaka, majira ya sadaka, maji nayo ndio yanakuja. Yakajaa na mitaro yote ikajaa. Nchi yote ikajaa maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hayo maji kumbe ilikuwa ni silaha ya kuangamiza wale watu wengine wa Moabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba yale maji yalikuwa mengi katika nchi. Ukiendelea kusoma, Amen, yalipoanza kutiririka na kuelekea mahali kuna maadui, yaligeuka yakawa kama damu. Walipokuwa yakiangalia yale maji, yalikuwa yanareflect sana. Yakireflect wanaona ni red. Wakasema hao watu walikuja watu lakini wameuana. Kwa hiyo wamerukwa na akili, wamechanganyikiwa. Ukiendelea kusoma, wameuana wenyewe kwa wenyewe. Lakini ni Mungu katika watu hawa amewapatia maji. Lakini kufika kwa adui ikafika ni kama ni damu. Walipoangalia wana kwamba hii damu ni nyingi sana. Hao watu wameuana wote. Kwa hiyo tuondoke tuende huko tukachukue nyara. Kumbe ndio wanaenda waingie katika mikono sasa ya yule ambaye alikuwa anawatafuta. Amen. Na wakati naenda kuchukua nyara hawendi na silaha, wakaacha silaha zao katika kambi yao. Maana hao watu wamekufa, hii damu ni nyingi. Wakitembea kwa yale maji wanaona ni damu, lakini ni maji. Acha silaha zao, wanaenda kuchukua nyara, kuchukua vitu, maana wamekufa, wameacha maji. Walipofika kule, hao wakainuka wakawatandika vile neno la Mungu lilivyosema, watakuwa mikononi mwenu mtawapiga, wakawaua wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na Biblia inasema kwamba jambo hili ni nyepesi mikononi mwa Mungu. Amen. Yale maji ambayo walitaka yalitumika hadi kuwa kwenye silaha. Amen. Na yakafanya kazi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha kudharau mwanzo mdogo. Wacha kudharau siku ndogo.
Maana mtu anadharau kitu, anasema hiki ni kidogo, nitaanzaje nacho? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anaweza kuwa anatafuta pesa, naambia bwana atakufungua kibanda hapa. Bwana anamwambia shilingi 3,000, anamwambia ile 3,000 yafanya nini hii? Anamwambia nini hii? Hizi ni nini tu? Hizi ni dania peke yake hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema usidharau mwanzo mdogo. Ndani ya kitabu cha Zakaria mlango wa 4 mstari wa 10, ukipata msomaji tutasomea. Kitabu cha Zakaria mlango wa 4 mstari wa 10. Biblia inasema siku hii kwa nini tuidharau? Siku hii yenye mwanzo mdogo, siku hii yenye mambo madogo, siku hii ambayo tunaiona ni ndogo, mbona tuidharau? Watu tumejaa madharau kwenye mambo madogo, lakini hawa hawakudharau. Kama wangedharau kuchimba mahandaki, hao ndio wangekufa, wangepata maji, na yale maji hayangetumika kama silaha. Zakaria mlango wa 4 mstari wa 10. Tutasoma. Maana ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi nao wataiona timazi katika mkono wa Zerubabeli. Naam, hizi 7 ndizo macho ya Bwana yapiga mbio huko na huko duniani mote. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana nataka ujue anasema kwamba ni nani atakudharau siku ndogo hii? Maana macho ya Mungu yanaangalia kila mahali, siku iwe kubwa, siku iwe ndogo, Mungu anaangalia. Lakini kuna watu wataka kuidharau siku. Maana hii siku ni ndogo. Topic hapo ni kwamba mambo madogo si ya kudharau. Upele ndio unaanza polepole na kuwa kanza na uwa mtu. Hatua haichukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anachomwa na mwiba, mguu unaanza polepole, unakuwa kabisa donda kubwa, hawezi kutembea. Unasikia huu mguu kata sababu ya kanza, sababu ni na mwiba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazungumza kile ambacho chaiona mtoto alidungwa na mwiba hapa wipi hapa. Mtoto msichana, mwiba ni mdungu. Sasa ikabidi msichana kukutana naye kuna magongo, saizi anatembea na magongo na ni mwiba ndio ulidungu. Vitu vingine havizarauliwi, maana hawajui ni nguvu gani kwa katika ile siku. Maana watu wenye madharau tunasema kwamba hiyo kazi ni wasomi, utaichokesha bure. Hiyo nafasi ya wenye vyeo, hapo watu wanajuana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumalizie na kitabu cha Mhubiri. Kuna ujumbe hapa. Mahali tulikuwa Mhubiri 9:11. Kitabu cha Mhubiri 9:11. Nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Mungu akubariki. Amen. Bahati na wakati kwa kila mtu. Haijasema wasomi, imesema wenye nguvu, si kwamba wanashinda vita, si wenye hekima, si wajanja, si wenye nguvu, ni bahati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna tajiri mwenye pesa naye akapata bahati ya kuwa mwanamke mlaji. Kuna maskini mwenye hana pesa, hana kitu, akapata kuwa mwanamke ambaye ni mtunzaji kidogo ambacho ako nacho. Ni bahati. Kwa bahati inakuja kwa maskini, bahati inakuja kwa tajiri. Bahati inakuja kwa mwenye mbio, bahati inakuja kwa yule ambaye hana mbio. Bahati inakuja kwa yule mnyonge, bahati inakuja kwa yule hodari. Bahati inakuja kwa yule mfalme, inakuja kwa yule mwananchi wa kawaida. Hii ni bahati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mwingine anasema kwamba mimi mahali nimefikia hapa, na msichana amehesabu miaka yake sana. Mimi mahali nimefikia hapa na kula tu nikisubiri kuzikwa. Mambo ya kuolewa mimi yashatoka kwa akili. Nilikuwa mazungumzo ya Sara haya. Mimi mahali nimefikia, nasubiri kifo, nataka kuzaa watoto, tafuta mwanamke mpaka kuzalia. Sara akatuma Abraham, yeye wanaume wanapenda opportunity kama hii. Wanaweza itolea sadaka kanisani.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yeye akaambiwa wewe tafuta mwanamke uzae naye mimi. Abrahamu alizaliwa kwa mwili, ni mtu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani ilikuwa kubwa lakini mtu wa mwili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akatimiza ya mwili. Mungu alipokuja akasema kwamba sasa nataka huyo mtoto wa agano na mwili niende, abaki agano na wapi? Roho. Maana alipata maagano mawili, agano na mwili na agano la roho. Na mwili liende kabisa, na roho nifanye hili litawala. Amen. Mtu anajiangalia na kujidharau kabisa. Mimi hivi nilivyo sidhani kama nitaolewa. Kwa nini usiolewe? Wakati ndio huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ndio huu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuingie katika neno la Bwana. Ninasema kwamba nilirudi nikaona chini ya jua kwamba si wenye mbio washindao katika michezo. Si wenye mbio. Unaweza ukatoka mbio umeacha mtu nyuma na ukajikwaa ukaanguka. Na yule akaja hawaandiki kwamba yule mwenye alikuwa anaongoza alianguka. Tunaangalia aliyefika pale katika finishing line. Amen. Ni nani aliyefika pale? Utatoka na mbio zako zote na umaarufu wako wote ukajikwaa ukaanguka. Akaja yule ambaye hata mwili hawezi, anakuja pole pole na ndio huyo amefika finishing line hapo. Amen. Na amefaulu. Maana si wenye mbio, si wasomi, tunaenda na bahati iliyo katika kila mmoja. Na bahati hii inataka uiweke katika kifungo cha imani ya kwamba ninaweka handa kilango, ikinyesha Mungu ataleta mazao. Amen. Amen. Tapata kuna mtu tuko naye kwake kuna shamba, wengine tumepangisha. Jamani, ukiwa kuna sehemu ya kulima nipatie, wacha nipigie nije nilime. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mtu mpaka saa hizi hajalima, anasema hii si yetu, hii ni ya bara huko, bara hii huko, bara ni shabara. Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema angaliaye nini? Upepo na mawingu, hata kuna na hata pana. Kwa kuna mtu amejifunga ndani ya kifungo hicho, mvua ni ya bara na anaona wingu. Nikitanda kabisa anasema si niliwaambia itapita. Unaona kumekuwa na jua, tena joto likali sana. Na hajaweka jembe shambani mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu hatavuna na huyu hatalima. Atakapoingia shambani ndio mvua nayo inaondoka. Anaanza kulala. Huku kwetu kuna wachawi wengi sana, ukipanda uwezi tu. Si wachawi. Ulikosa timing ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hii bahati Mungu alipoiachilia kwa watu wote, wewe huko tayari kutengeneza mahandaki. Chochote kile ambacho tunahitaji kwa ndani ya Mungu, ni tuweke msingi wa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa napenda kushuhudia na ushuhuda wangu wa harusi, maana nilijifunza mambo mengi sana. Nilikuwa na harusi, najua. Huwa nasema kwamba huwa nasimama hapa na ushuhuda wako. Mtu ni ushuhuda wake. Sasa wakati mimi nilitangaza harusi na ndio kazi ilisimama kabisa, kaisha. Nikaenda, tunaambiwa tujazeni makaratasi kwa watu watimisha. Na mahali nilikuwa hapa ni kama mahali pazuri, najua kabisa hapa kila kitu kitaenda vizuri. Nikitengeneza kamati ya harusi, kamati ya kwanza. Si unajua paka watu wamechai walinde vizuri mara ya kwanza. Sina kazi. Ninafaa watu tukutane Jumapili siku ya kwanza. Lakini nimetoa vibarua, nimegawa humu, nimeandaa mahandaki, nimeandaa sehemu wataenda. Ikafika siku ya Ijumaa, mtu akaniitia kazi. Nikafanya. Akaniambia Jumamosi ndio umalizie. Nikaenda nikafanya. Sasa pesa alizonipatia akanipa 2,500. Nikamuuliza unaidai? Kwa hiyo pesa ni nyingi, kuna kitu na hapa hapa nini? Nasema hiyo pesa ni yako. Imeingiana hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imeingiana. Handaki niliweka, ni sasa nilikuwa nimechukua mahandaki, barua imejaa huko. Sasa ni mimi nifanye kazi. Vitu vingine unaanza katika imani, Mungu anafanya. Nikawashuhudia kuna mzee mmoja hana kazi. Akachukua gunia lake anaenda sokoni, akachukua mke twende.
Hatuna kazi, twende sokoni huko. Mungu anatupatia cha kupata. Akafika mahali akatandika gunia hapo. Na hana cha kuuza, hakuna kitu, ametandika vizuri kabisa karatasi kama mpaka hapo. Mtu akaja hapa akamuuliza, "Vipi? Naona mzigo." Akasema, kuna mzigo na usubiri." Akasema, "Basi, mimi nami kuna mzigo na ufuata. Wacha niweke hii yangu hapa kidogo, uniangalia geti kama mzigo wako huko." Huyo mtu akamwaga mboga hapa. Kidogo watu wakajaa. Huyu mwenye alikuwa yuko hapo, si anapewa bei akauza akamaliza. Huyu akija na mzigo mwingine, huyu amemaliza. Akamwambia, "Ushauza?" Akasema, "Nimeuza." Na akampa pesa. Sasa nikulipa. Akamlipa. Alipolipa akatoa gunia lake na mke wake pia wakaenda nyumbani. Yeye alitekeleza mahali kwa imani. Na Mungu akaleta. Bwana Yesu asifiwe. Alichauza na akatandika, Mungu akaleta. Kuna vitu vingine andaa katika maisha. Ingia kwa nguvu. Wacha kusema niliachia wengine. Jipeleke kwa nguvu, lazimisha. Ndio maana nasema kwamba ufalme wa mbinguni ni wenye nguvu. Na inasema kuanzia kule kwa Yohana mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anasikia kuimba, wanasema kwamba huu si wakati wa kuanza kuimba. Na ngoja nikomae. Tutajuaje umekomaa? Na sauti yako ipisikii. Bwana Yesu asifiwe. Wataka kutumika hata kwa watoto kwa Sunday school. Muda wangu bado, na ngoja nikomae. Utakomaa ukiwa wapi? Huu ndio wakati wa kuweka mahandaki katika utumishi. Huu ndio wakati wa kuweka mahandaki katika nyumba yako, katika biashara, kila sehemu. Tengeneza kitu. Unapotengeneza, Mungu anafanya. Namalizia na ushuhuda wa Pastor Jackson. Hapo hapa Magongo hapa kanisa moja inaitwa New Life. Yeye alioa mke wakakaa miaka mingi hawapati watoto. Watu wakaanza kuongea na anapitia maisha magumu. Jackson alikuwa anapitia maisha magumu sana. Namjua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa anapitia maisha magumu sana. Hata akitoka kwa nyumba anadaiwa na mwenye nyumba, lakini yeye amenunua kufuli kubwa sana na ameliweka hapo. Mwenye nyumba akija anakosa mahali pa kuongeza laki. Kwa hiyo anaondoka tena kufuli laki. Maana mambo ni magumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo akamshika. Pastor Jackson anapitia maisha magumu, akaoa. Akaa mwaka, ikaenda miaka, mke hayapati mtoto. Sasa yeye anaongeleshwa vibaya, mwanaume hajiwezi. Na mwanamke naye anaambiwa kwamba umekuja kujaza choo hapa. Alipofanikiwa kupata kibarua, akaingia dukani, akaingia sokoni huko. Akanunua nguo za mama wajawazito. Zinaitwaje? Zinaitwa wenyewe, sio? Hizi za maternity, akazinunua akaletea mke wake. Na akanunua yeye vinepi ya watoto, akafungua watoto. Akamwambia mke wake, wakati watu wanafua, nawe fua wewe. Wakifua nguo za watoto, wewe fanya hivi. Fua hizi, weka wapi? Weka hapo. Na unavaa hili nguo, unatembea kama mwanamke mjamzito, alafu wakitema wewe tema. Wenda na wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipoenda kwa kanisa la Jackson, nilipata watoto wa Pastor Jackson wanacheza sifa hapo. Wanadansi, wanaruka hapo siku. Lakini alitengeneza mahandaki kama ya aibu, mahandaki kama mtu hajielewi. Huyu mtu ni mjinga, nirudi kwetu nimwache, ananiambia nivae nguo na sina mimba, nitenda mate na siku. Lakini nilipata watoto wanacheza siku, tukaruka nao hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ushuhuda ulio hai. Sasa tengeneza mahandaki. Bwana Yesu asifiwe. Nenda ukatengeneze mtaa. Mungu ataleta maji. Hautaona upepo. Hautaona chochote. Usiwe ile mtu anasema kwamba nimekaa hapa 38 years hapa, sijaona mtu wa kwetu, sina watu. Usiseme hauna watu. Jambo hili ni nyepesi sana machoni pa Mungu. Ukishatengeneza mahandaki, Mungu ataleta maji, utakunywa na yale maji yatakuwa silaha katika ngome ya maadui. Simama kwa